Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi farada alaina sawma Ramadana, wassalatu wassalamu ala rasulil karim alladhi ja'ana bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladhina tamassaku bi risalatihi haqqa tamassuki fafazu wa najahu wa kanu minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal mu'minin bifadlika ya Allah. Ndugu zangu, darasa ambayo tunatakiwa leo tufahamu kwa taufiki yake Allah, na ndani ya darasa hiyo tunamuomba sana Mwenyezi Mungu aturuzuku utakashi wa moyo, ikhlasi. Ni darasa inayohusiana na kwa nini twafunga. Kwa nini twafunga? Kwa nini twafunga ndio darasa ambayo iko mbele yetu. Na kwa nini twafunga nini? Ni Ramadhani, haswa ni Ramadhani ndio tunayokusudia katika darasa hili. Kabla ya kuingia ndani ya darsa, tujue as-saumu ni nini. Saumu haswa ni nini? Saumu ina maana mbili, kuna maana ya kilugha na kuna maana ya kisheria. Saumu kwa maana ya kilugha wal imsaku wal imtina'u anish shay'i, ni kujizuilia na kitu. Kujizuilia na kitu, unaweza ukajizuilia na kusema kilugha, ukaambiwa umefunga kusema, kama ilivyo kwa Bi Maryam pale ambapo alipata ujauzito kutokana na uwezo wa kimungu, na watu Mwenyezi Mungu akajua kwamba kawaida ya watu watamzogoma na maneno kwamba imekuwaje, kama Qur'ani inavyosema kwamba mbona baba yako hakuwa mtu mbaya, mama yako hakuwa mwovu, hakuwa mtu wa kujiuza, sasa wewe imekuwaje? Farasa fa imma tarayna min al-bashari ahada, kwamba ikitokea kwamba umemuona yote katika watu, mahalu shahidi ni hapa, faquli inni nadhartu lirrahmani sawma. Hapa inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu kufunga. Kufunga maana yake ni nini? Unachokusudia, falan ukallima al-yawma insiya, sitozungumza leo na mtu yoyote. Sasa kama hatazungumza na mtu yoyote, mbona kamwambia kwamba sitazungumza? Sinozungumza waweza ukatatizika hapa. Ina maana Mwenyezi Mungu anaitoa taarifa iliyokuwemo ndani ya nafsi yake kwamba Maryam atakapokutana na yoyote atakaa kimya tu, lakini nafsi yake ndio itakayokuwa inasema kwamba wewe, sitozungumza na wewe nini chochote. Ni kwa mujibu wa baadhi ya wafasiri wa Qur'ani walivyopita.
Kwa hiyo hii inatupa maana ya kufunga, lakini ni maana ya kilugha, ni kwamba ni kujizuilia na chochote, hata maneno kama hivyo. Maana hii ya kilugha siyo inayokusudiwa katika mwezi wa Ramadhani, bali inayokusudiwa ni maana ya kisheria, nao ni al-imsaku anil muftirat, ni kujizuilia na yale yenye kufunguza. Na kujizuilia huko kuwe kwa Muislamu mwenye akili timamu, ambaye ni tahara, kwa wanawake awe ni tahara kuanzia tului shamsi, tului alfajr as-sadiq ila ghurubi shams, tangia muda huo wa kuchomoza alfajiri ya kweli mpaka kuzama jua. Hii kwa ufupi ndio maana iliyokusudiwa katika nini, katika saumu. Nadhani tunasikilizana vizuri. Ama labda tuje kwenye lengo la kwa nini twafunga sasa. Ukisoma Qur'ani yote utaona lengo lake ni moja tu, la'allakum tattaqun. Yote utakayemuuliza atakwambia la'allakum tattaqun. Kwa maana hii la'alla ni ya ta'lil, ili nyinyi mpate kuwa wachaji Mungu. Sasa ukiutazama ule uchamungu unapata malengo mengine ya kufunga, na malengo hayo ni utakapojua maana ya uchamungu na kazi ya uchamungu. Yani kwa nini kwanza Allah, maana hiyo pia kwa nini tufunge? Tuwe wacha Mungu. Kwa nini tuwe wacha Mungu? Zipo sababu kwa nini tuwe wacha Mungu. Hizo utakapozipata zote ndio utapata maana kwa nini tufunge. Atakwa kwa maana fupi kabisa ni kujiepusha na yote yaliyoharamishwa na kutenda yote yaliyofaradhishwa, yaliyoamrishwa. Mchaji Mungu ni yule ambaye hafanyi yaliyoharamishwa yote. Lakini mchaji Mungu hajakamilika hapo, na afanye aliyoamrishwa yote. Sasa lengo la saumu ni kumfikisha mtu awe katika kiwango hicho. Ndio pale Mwenyezi Mungu alipotuambia kutiba alaykumus siyam, umefaradhishwa kwa nyinyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kwa wale ambao waliokuwa kabla yenu. Lengo la'allakum tattaqun, ili mpate nyinyi kuwa wachaji Mungu. Sasa ukitazama uchaji Mungu, ukijiepusha na aliyoharamishwa yote, ukatekeleza yaliyoamrishwa yote, maana yake ni kwamba wewe utakuwa ni mtu wa amani. Sio? Automatically utakuwa mtu wa amani, na mtu ambaye ni sababu ya watu kuishi kwa salama na amani katika maisha yao ya kila siku.
Hilo la kwanza, kwa sababu at-taqwa inazalisha tahdhibul qulub na inazalisha tahdhibul akhlaq, kutakashika nyoyo na kutakashika tabia. Na uchaji Mungu ni vitu vitatu tu, yani iko kwenye maeneo matatu au maeneo matatu tu. Eneo la kwanza ni bainaka wa baina Allah, an tusliha ma bainaka wa baina Allah, kuyatengeza yaliyo baina yako na baina ya Mungu. Kama hivi sasa Ramadhani yaja, hii kufunga hii ni islahu bainaka wa baina Allah, ni kutengeza baina yako na baina ya Mungu. Sasa ni amri ya Mungu hii, kwa kuitekeleza umo kwenye hili la kutekeleza yaliyoamrishwa, ambao ni kipengele kinachokupelekea kuwa katika wacha Mungu. Na ucha Mungu sehemu ya pili ni kutengeza yale yaliokuwa baina yako na baina ya watu. Lazima uchaji Mungu uwe unachunga haki za watu. Katika haki za watu ni zile alizozitaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehemu kubwa ni tatu tu. Mtume kataja katika hadithi maarufu ya yaumu Arafa, kataja damu, na la pili kataja heshima, na la tatu kataja mali. Ukiangalia uharamu wote tunaowafanyia watu, au mtu akifanya jambo la haramu kumfanyia mtu mwingine, utakuta haivuki hayo matatu. Ima itakuwa ni mtu kuichezea damu ya mtu, kimpiga mtu ni damu hiyo, si ndivyo? Lakini ukimtukana, ukimsengenya, ukimwongopea, yote yanaingia katika heshima, sio? Ukifanya zina na mabinti zake au mkewe, au kwa wanawake mumewe, hapo umeingia kwenye nini? Bado ni heshima, sio? Lakini mali ukiiba, ukifanya udanganyifu katika mali, utapeli na kadhalika, ni mali. Kwa hiyo utakuta haramu kwa ujumla wake kuhusiana na haki za watu nizo sehemu tatu tu alizosema Mtume Muhammad: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum. Si ndivyo alivyosema Mtume? Damu zenu, heshima zenu, mali zenu ni haramu. Kwa hiyo sasa Qur'ani nasema tunatakiwa tufunge ili tupate uchaji Mungu, na uchaji Mungu lazima uchunge haki za watu, si ndio? Mbali na kufanya ibada, unaswali swala tano, hii ni haki ya Allah. Wafunga kama hivyo ni haki ya Allah. Wenda hija ni haki ya Allah. Watoa zaka ni haki ya Allah. Waamini mitume wake yote ni haki ya Allah. Vitabu vyake zote hizo ni haki za Allah subhanahu. Hukuki adamiyin, haki za binadamu ni hizo tatu. Kwa ina maana ukisema kwamba sisi jamaa twafunga, lakini twafunga sisi ili